Bwana Yesu asifiwe. Habari za sasa hivi. Kwa majina yangu naitwa David God Mkato, ni mtumishi wa Mungu. Kwa siku hii ya leo tumepata muda mzuri sana wa kuwa na kaka yetu mpendwa. Nadhani kabla hajaanza kujitambulisha, hajaanza kuongea pamoja nasi, nitamkaribisha ajitambulishe. Karibu kaka. Asante sana. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina naitwa Godfather Lozo, ni mtumishi wa Mungu. Niko na kaka David leo. Karibuni sana. Tunamshukuru Mungu kwa upekee ambao Mungu ametupa siku ya leo, kwa kuwa tunataka Godfather siku hii ya leo. Kaka Godfather, Naam. karibu sana. Asante. Ni watu wengi sana wanaosubiria kukusikiliza nikiopia mipya, lakini kiupekee ni tuomba tumpe muda huu Mungu pia na muda huu wakati kaka Godfather atufundishe vizuri kwa kile ambacho amekiandaa siku ya leo. Kaka Godfather, Naam. Nimesikia kwa mbali kwamba kuna taarifa au kuna story nzuri umetembelea kwa siku ya leo. Karibu sana kaka. Asante sana. Jamani, karibuni sana. Na kitu ambacho nitapenda kuwashirikisha, lakini pia kukushirikisha wewe pekee, mtu mmoja. Naamini kitakusaidia. Ni kitu ambacho si cha kwangu tu, ila ni Mungu amekiweka ili nikuletee wewe. Kabla tujaendelea, basi tumshukuru Mungu kwa muda mfupi, alafu tutaendelea. Baba, tunakushukuru kwa ajili ya neema. Asante kwa ajili ya nafasi. Tunaamini ni wewe ndo unaenda kufundisha. Katika jina la Yesu tunakushukuru. Amen. Kitu kikubwa ambacho leo nitaka kushirikisha na kuwashirikisha baadhi ya watu, kuna hadithi moja. Nitaanza na hadithi moja kidogo. Kulikuwa na mtu mmoja ambaye alikuwa ni tajiri sana. Alikuwa ni tajiri na alikuwa na watoto wawili tu. Basi sasa mtoto mdogo, yule mdogo akamwambia, baba, mimi ninahitaji urithi. Nimechoka kukaa nyumbani, nimekaa nyumbani muda mrefu na naona kama maisha yananibana. Ninahitaji kwenda mbali na mimi nikajitegemee, na mimi nikatumie urithi wangu vizuri. Babake kwa sababu alimpenda na anampenda na anawapenda wote wawili, akamwambia, mwanangu, haina shida, mimi kwenye swala la urithi tayari nilishawaandalia, ni wewe tu. Akampatia. Yule mtoto alivyopata ule urithi, zile mali, alipata mali nyingi sana, akaenda nchi ya mbali sana sana sana. Na alipoenda nchi ya mbali, ni kweli alipata sehemu nzuri, nyumba akapanga nyumba nzuri, akawa na marafiki wengi kwa sababu alikuwa na hela. Watu wakawa wanamfuata, watu wa kila aina, wanawake wazuri akawa anawapata. Yule kijana kiukweli akaanza kuona kama maisha ndo yale. Akawa anatumia sana sana zile mali ambazo babake alimpatia. Lakini ilipopita muda fulani, kwa sababu alikuwa hajajua misingi ya kule babake alikotokea, zile mali zikaanza kuisha. Na ubaya ni kwamba yeye hakugundua, kwa sababu bado fikra zake zilikuwa zimepofushwa, akashindwa. Kwa hiyo anakuja kushtuka ni kwamba mali zimeisha. Hasa cha ajabu ni kwamba mali zilivyoisha, marafiki nao wakaanza kumkimbia. Akaanza kuumia sana. Wale wanawake ambao walikuwa wanamzunguka nao akamkimbia. Nyumba aliyokuwa amepanga akawa hana uwezo tena wa kulipia, wakamfukuza. Akawa anaishi mtaani. Sasa hata mtaani kwenyewe ikawa tayari hawezi akasogeza maisha yake. Kwa hiyo ikabidi aende kufanya kazi za utumwa kwa watu wengine. Akapata sehemu ambayo mtu mmoja alikuwa anafuga nguruwe. Kwa hiyo akawa analisha nguruwe. Na mshahara wake ulikuwa ni chakula kile anachopewa nguruwe na yeye ndo anachokula hicho. Aliishi kwa muda mrefu kwenye mateso kama hayo na alikuwa hajui afanye nini. Sasa ipo siku moja akakumbuka kwamba mimi nilikuwa na baba yangu. Mimi nilitoka kwa baba yangu. Na nilikuwa naishi vizuri. Nilikuwa na kila kitu. Nilikuwa na uhakika wa maisha. Lakini baada tu ya kuondoka kwa baba, kukaa mbali na baba,
tayari akaja kuona ameshapoteza mwelekeo wa maisha, haoni tena thamani yake. Akasema hapana, ni heri nirudi kwa baba yangu, hata kama nikiwa mmoja ya watumishi wa baba yangu, lakini kuliko kuteseka maisha ya mateso kama haya. Alivyoazimia vile moyoni mwake, akasema mimi nitarudi kwa baba yangu. Kweli siku sio nyingi, yule kijana akaondoka, akawa anarudi kwa baba, lakini alikuwa na hofu sana. Anajiuliza, baba je, atanipokea? Baba atanifokea? Akasema ngoja tu nikalie kwa baba yangu, nilie, labda baba atanihurumia. Kwa mawazo yake kwanza alikuwa anajua baba atakuwa anamchukia sana, hata alikuwa anaogopa kurudi nyumbani. Hasa wakati anakaribia nyumbani, baba yake akamuona kwa mbali mtoto wake anarudi. Yaani kijana alikuwa anaona aibu hata kwa kufika nyumbani. Lakini akiwa mbali, baba yake akamuona. Baba yake machozi akaanza kumtoka. Akashangaa. Kwanza alikuwa haamini kama ni mtoto wake. Haamini kama ni mwanae ndo anayerudi. Ile furaha tu baba hakuweza kujizuia. Akakimbia. Na wakati anakimbia akawaambia na wale watumishi wake, kwa sababu alikuwa na watumishi wengi. Akawaambia, jamani, mwanangu anarudi, andaeni mavazi mazuri kwa ajili yake. Leteni mavazi mazuri kwa ajili yake, andaeni chakula, chukueni. Akawaambia na wale watumishi wengine, chukueni mbuzi kule, yote kwa ajili yake, kwa ajili ya mtoto wake, chinjeni, andaeni chakula kizuri kwa ajili ya mwanae. Akawa amemwona mwanae anarudi. Akawa anamkimbilia hadi yule kijana akashtuka, baba anakuja kunikimbilia. Akawa anajua baba anakuja kumwadhibu. Lakini baba yake alivyofika, kijana anataka kuongea, baba yake akamkumbatia kwa nguvu. Akamshika. Machozi akawa tu yanaongea. Baba akashindwa hata kuongea maneno yoyote, machozi tu yakawa yanadondoka. Akasema, mwanangu umerudi? Mwanae akasema, baba nisamee. Akasema, mwanangu karibu sana nyumbani. Yaani muda wote tumekusubiri. Hebu mvisheni hayo mavazi. Wakamsafisha, wakamvisha yale mavazi mazuri, mavazi mapya. Yaani baba mwenyewe akamvisha, akambadilisha, mtoto akabadilika, akawa na akamwambia karibu nyumbani. Karibu tena. Alivyomkaribisha nyumbani, akamwambia andaeni jamani, leo kuna sherehe kubwa. Yaani shughuli yoyote ile pale nyumbani ikasimama. Yaani hakukuwa tena na shughuli yoyote ambayo ilikuwa inaendelea zaidi tu ya kumkaribisha mtoto. Kiukweli walimpokea vizuri, na mtoto akawekwa nyumbani na akaambiwa, mwanangu karibu sana nyumbani. Basi akabaki nyumbani na akaanza kuenjoy yale maisha, akaanza kufurahia na akaanza kuona tena thamani yake na kuendelea kuishi pamoja na baba yake. Hiki ni kitu tusio hadithi kama hadithi, lakini ni uhalisia wa maisha ambayo tuko nayo sisi. Kuna watu wengi ambao wanapata changamoto, wameishi maisha ya ajabu, ni walevi, wavuta sigara, wezi, wauaji, na inawezekana wamejikatia tamaa na wameshaondoka na jamii zao zimewakatia tamaa na wanaifikiri kabisa Mungu hawapendi, yani anawachukia kabisa. Yani kwao wanaona Mungu anawachukia. Lakini kitu kikubwa ni kwamba wafahamu kwamba Mungu anawasubiri sana kwa hao waje kwenye ule upendo wake. Mungu anapenda. Sasa inawezekana kuna mtu mmoja ambaye amekata tamaa na anaona kwamba hana thamani ya kuishi. Natamani tu kumwambia kwamba Mungu anatamani sana arudi kwenye ule uhusiano wa kwake na yeye. Mungu anatamani sana arudi kwenye uhusiano wake na yeye. Na njia pekee ambayo Mungu ameitoa ni kupitia Yesu Kristo. Kwa sababu Yesu alisema kwamba kwenye kitabu cha Yohana sura ya 14 mstari wa 6 kwamba mimi ndimi njia na kweli na uzima. Mtu hawezi kuja kwa Baba pasipo mimi. Kwa hiyo njia pekee ya sisi au mtu yeyote ambaye amepotea kurudi kwa Baba ambaye ni Mungu ni kupitia kuamini
ile njia ambayo Mungu ameileta, ambayo ni Yesu. Yesu alifanyaje? Yesu alichukua udhaifu wetu, akachukua maovu yetu, akakubali kulipia gharama ya kile ambacho sisi tunapitia. Badala ya sisi kuadhibiwa, akaadhibiwa yeye. Badala ya sisi kufa, akafa yeye. Badala ya sisi kwenda kuzimu, akaenda kuzimu kwa ajili yetu. Badala ya sisi kukaa kwenye mauti ya milele, akafufuka. Na akasema kwamba yeyote atakayeamini ataokoka. Kwenye kitabu cha Warumi sura ya 10 mstari wa 9 inasema kwamba kwa kuwa ukiamini moyoni mwako na ukakiri kwa kinywa chako ya kwamba Mungu alimfufua mwana katika wafu, utaokoka. Kwa hiyo hii ndio njia pekee ya mwanadamu kurudi kwa Mungu. Natamani kumshirikisha mtu mmoja ambaye yuko tayari kufanya maamuzi. Inawezekana alikuwa ameshaona kwamba hana thamani, lakini leo ameiona thamani tena ya maisha yake. Anaweza akanifuatisha maneno haya, akaongea moja kwa moja kwa Mungu wake. Kama na wewe upo na umeweza kufanya hayo maamuzi, basi nifuatishe maneno haya. Sema, Bwana Yesu, ninakushukuru kwa upendo wako. Umeniokoa kwa sababu unanipenda. Kuanzia leo mimi ni kiumbe kipya. Mimi si mtumwa tena, bali mimi ni mwana. Katika jina la Yesu. Amen. Barikiwa sana. Asante sana kaka David. Mimi nimemaliza. Amen. Tunakushukuru sana kaka Godfather, na mimi pia wasikilizaji wangu wamebarikiwa na leo. Asante sana. Amen. Tunakushukuru sana. Sisi ni Global Ministers of Christ, na watumishi wa Kristo ambao tunakuletea habari njema na kukupa tumaini na wewe kuishi hapa duniani, lakini pia zaidi ni maisha baada ya hapa duniani. Umebarikiwa sana sana sana, lakini kikubwa kaka David tunawaambiaje? Tunawapenda sana. Amen.